بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأجلاء. أما بعد يا kumhimidi Allah tabaraka wa taala sambamba na kumtakia ziada za khairi mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa leo ni tarehe pili ya mwezi Rabiul Awwal mwaka 1447 Hijria, sambamba na tarehe 25 ya mwezi wa 8 mwaka 2025 miladia, tukiwa tunaendeleza durusi zetu kama ilivyokuwa yetu ada ya kulifanya hilo, na kadhalika tunaondokea hadithi ya 233 kwa munasaba wa chapa yangu, na tupo ndani ya kitabu sala au kitabu, kwa maana kwamba kitabu sala kama tulivyoona, lakini tupo kwenye babu sifati sala, lango unaelezea namna ya kuswali. Lakini hadithi ni ya sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ndio ambayo tuanza nayo leo hii. Tutamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwenye kunako usawa. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas Allah amridhie yeye na baba yake, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajida, ala fahamuni, ya kwamba na hakika yangu mimi nimekataza. Na hadithi hii kuanzia hapo, lakini katika haya ambayo hupatikana ndani ya hadithi kwamba fahamuni, hakika yangu mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani hali ya kuwa nimesujudu, hali ya kuwa nimerukuu, au hali ya kuwa nimesujudu. Hizo ni ahwali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikatazwa kusoma, kisha akataja yale ambayo yapasa yafanywe kwenye moja ya hali mbili hizo. Fa amma rukuu fa'azzimu fihi rabba, ama katika rukuu mtukuzeni katika hiyo rukuu Mola ambaye Allah subhanahu wa ta'ala, kusema subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim ndio ta'zim ya hapa iliyokusudiwa. Wa amma sujudu fajtahidu fi du'a, ama kwenye wakati wa kusujudu jitahidini kwenye maombi. Faqaminun an yustajaba lakum, kisha kadhalika asema kwani wakati huo ina haki zaidi nyinyi kujibiwa, ni aula zaidi. Faqaminun kama alivyo sema Sheikh Hamid al-Faqi ya kwamba haqiqun wa jadirun, haqiqun wa jadirun, ina haki zaidi na inastahili zaidi nyinyi kujibiwa. Hadithi iliyopokea Imam Muslim, ingawa hadithi tupata faida kutoka kwenye ndani yake ya kwamba ni haramu mtu kusoma Qur'ani hali ya kuwa karukuu au kasujudu, kama ilivyokuwa atakiwa yeye na yapasa kwake yeye kwenye wakati wa kurukuu amtukuze Allah jalla wa ala, maana atakiwa afanye hivyo, na kadhalika vile vile kwenye wakati wa kusujudu afanye hali ambayo imeelezewa. Rawahu Muslimun, hadithi ameipokea al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj. Wa an Aisha radhiyallahu anha
na kutoka kwa Aisha Allah mridhie qalat amesema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi ruku'ihi alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisema kwenye rukuu yake kwenye wakati wa kurukuu kwake wa sujudihi na kusujudu kwake subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli na hii ni dua ya ziada baada ya ile ya kwenye rukuu subhana rabbiyal azim na subhana rabbiyal a'la kwenye wakati wa kusujudu ziada katika zilizopokelewa baada ya adhiya mbili hizo miongoni mwa yaliyopokelewa kama ziada ni dua hii na kukusabih wewe Allah ewe Mola wetu pamoja na kuvaana na kukuhimidi wewe ewe Allah nisamehe mimi muttafaqun alayhi hadithi hii imepokea Imam al-Bukhari kadhalika na al-Imam Muslim na kama tulivyosema nyuma kwenye maelezo ya hilo an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kutoka Abu Hurairah Allah amridhia amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam idha qama ila as-salah yukabbiru hatta hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u mtume alikuwa atakaposimama kwa ajili ya kuiendea swala husema Allahu akbar huleta takbiratul ihram wakati ambapo yeye anasimama kadhalika na huleta takbira ya intiqal wakati ambapo ana rukuu thumma yaqulu kisha mtume alikuwa akisema sami'a Allahu liman hamidahu na tulisema sami'a hapa ina maana gani tulisema hapa sami'a istajaba naam sami'a hapa ina maana istajaba kadhalika hina yarfa'u sulbahu pindi pale ambapo mtume alikuwa akinyanyua mgongo wake na kwa faida zaidi hiyo sami'a inapotaadda na la ndio ina maana ya al-ijaba kama alivyosema Sheikh Fauzani hilo kasema sami'a Allahu liman hamidahu ay istajaba kwa maana amemuitikia lianna sami'a kwa sababu kitendo sami'a idha udiya billami kitakapofanywa taadiya kwa kupitia lamu famaanahu alijaba maana yake ni kule kuitikia ama idha udiya binafsihi ama itakapofanywa taadiya hicho kitendo chenyewe tu sami'a Allahu mfano laqad sami'a Allahu qawla haikuja laqad sami'a Allahu liqawli kama ukusami'a Allahu li hivyo wakati huo ina maana ya famaanahu sam'ul haqiqi maana yake ni kule kusikia kwa uhakika hivyo kwa hunaka farqun baina al-itiyani bihadha al-fi'li mujarradan min lam kwa kuna tofauti وحين الاتيان به غير مجرد باللام ثم يقول كما kisha alikuwa akinyanyua mgongo wake minar ruku'i kutoka kwenye rukuu thumma yaqulu wa huwa qa'imun kisha husema na hali ya kuwa yeye kasimama rabbana walakal hamdu e mola wetu na nisahiki yako wewe sifa zote njema thumma yukabbiru hina yahwi sajidan kisha husema Allahu akbar pindi pale ambapo anaporomoka hali ya kuwa amesujudu kwa maana kutaka kwenda kwenye kusujudu thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu kisha huleta hunyanyua kichwa chake huleta takbira pale ambapo yeye hunyanyua kichwa chake thumma yukabbiru hina yasjudu kisha huleta takbira pindi pale ambapo yana nini anasujudu thumma yukabbiru hina yarfa'u
kisha huleta takbira pale ambapo ananyanyuka, kwa maana anatoka chini aende zake juu. Thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha, kisha hufanya hivyo kwenye swala yake yote. Wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thintayn ba'da al-julusi, kisha analeta takbira pale ambapo yeye husimama kutoka kwenye zile rakaa mbili baada ya kukaa kile kitako cha at-tashahhud ya mwanzo. Muttafaqun alayhi. Hadithi katika faida ambazo zatajwa ndani kama alivyosema Sheikh al-Bassam na Sheikh Fauzani kwamba yaonesha ule usheria wa zile takbiratul al-intiqalat baina ya zile nguzo ambazo mtu atakuwa anaziendea, aendea nguzo lakini kwa takbira hivyo. Na amesema Imam an-Nawawi na sio kwa yeye kwamba at-takbiru ghairu takbirati al-ihrami sunna wa laysa biwajibin, falau tarakahu sahhat salatuhu lakin yukrahu tarkuhu amdan. Hivyo kama ni sunna ambayo kama ataiacha mtu swala yake inakuwa ipo, lakini ni makruhu kuacha hizo takbiratul intiqal zile kwa makusudi, ni makruhu. Muttafaqun alayhi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kutoka sahaba Abu Sa'id al-Khudri Allah amridhie, qala, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, idha rafa'a ra'sahu, atakapo nyanyua kichwa chake, minar ruku'i, kutoka kwenye rukuu, qala, husema Allahumma rabbana lakal hamdu. Hii maarufu. Mil as-samawati wa mil al-ardi, yafaa kusema mil as-samawati wa mil al-ardi, hivyo ujazo wa mbingu kadhalika na ujazo wa ardhi. Wa mil amashita, kwa maana hizo himdi njema ambazo ni zako wewe ni mithili ya ujazo wa mbingu na ujazo wa ardhi. Wa mil amashita min shay'in ba'du, na ujazo wa kile ulichokitaka wewe katika vitu baada ya ujazo huo wa mbingu na ardhi. Ahla thanai wal majdi, ewe mwenye kustahili sifa na utukufu. Ahla kwa maana ya ahla. Ahla thanai wal majdi, ewe mwenye kustahili sifa na utukufu. Ahaqu ma qala al-abdu, ni haki yale ambayo ameyasema mja wako. Al-abdu hapa ikiwa na maana ya Muhammad, ni ya haki na yamestahiki kuwa ya haki yale ambayo kayasema mja wako ambaye ni Muhammad. Wa kulluna laka abdun, na sote sisi kwako wewe ni waja, sisi wote ni waja wako. Allahumma la mani'a lima a'taita, ewe Allah hakuna wa kukizuia ulichokitoa, hakuna wa kukizuia ulichokitoa. Wala mu'tiya lima mana'ta, na wala hakuna wa kukitoa ulichokizuia. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, na wala haimfai sababu aljaddu ina maana kwamba ina maana imetafsiriwa maana aljaddi bilkasri hivi bana, ni aljiddi bilkasri fa huwa alijtihadu fi talabi shay'i, ina maana ambayo yajulikana hapa, ina maana ambayo yajulikana aljiddu. Wala yanfa'u dhal jiddi minkal jiddu, inajulikana ikija kwa tamko hilo, lakini maana hii aljaddu ya hapa ni alhadhu walghina, kwa maana nafasi na ule ukwasi. Na wala haumfai mwenye utajiri au mwenye uwezo kwako wewe uwezo, kwa maana mtu mwenye uwezo wake kwako wewe haumfai chochote. Ndio maana hii sentence wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, na wala haumfai mwenye uwezo, utajiri, nafasi, uwezo wake kwako wewe. Rawahu Muslim. Hapo tumetafsiri kwa maana takdim na taakhiri ili sentence ikae sawa.
Muslim. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, na kutoka sahaba Abdullah ibn Abbas na Allah amridhie na baba yake amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, nimeamrisha mimi nisujudie viungo saba. Ala aljabhati, nisujudie paji la uso, natakiwa liguse paji la uso chini. Na wapo walioona baadhi ya watu, baadhi ya ulama kwamba ukiliziba paji la uso hamna makosa, lakini Shafi'i wanaona kwamba la, wa an yakuna aljabhu makshufan, na paji la uso linatakiwa liwe wazi. Ndio pale ukiona mtu asali afanya kofia hivi, ule ni mpito miongoni mwa mapito ya Kishafi'i, lakini wapo wanaona kwamba sio makosa kama Hanabila. Kadhalika wa ashara biyadihi ila anfihi wal yadaini, kisha akaashiria akaashiria mtume kupitia mkono wake kwenye kunako pua yake na mikono yake, kwa maana paji la uso, pua, kadhalika na mikono. Paji la uso, pua na mikono. Warukbataini, na magoti mawili. Wa tarafil qadamaini, na ncha za vidole viwili. Lakini hapa alipotoa maelezo haya aliyotoa hapa ila anfihi, al-Imam al-Qurtubi anasema hadha al-hadith yadullu ala anna al-jabhata hiya al-aslu fi as-sujudi wal anfa tab'un laha. Hadithi yajulisha kwamba paji la uso ndio asli katika sujudu, kule kusujudu kule, ila hii pua hii yafuatia paji la uso hivyo. وقال ابن دقيق العيد, amesema الإمام ابن دقيق العيد ya kwamba maanahu annahu ja'alahuma ka'annahuma udhun wahidun, kama mtume kajalia kwenye hii hadithi kana kwamba paji la uso na pua ni kiungo kimoja. Wa illa, na kama sio hivyo, la kanatil a'dha'u thamaniyatan, ingelikuwa vile viungo vya kusujudia 8. Kama ungelisema paji la uso na pua ukatenganisha, basi ingelikuwa 8. Ila aliposema paji la uso na pua, kwamba kajalia paji la uso na pua ni kiungo hiki kimoja hivyo. Wa tarafil qadamaini, na ncha za nyayo mbili, ncha zile za nyayo. Muttafaqun alayhi, kwa maana miguu yako kwa jumla, zile ncha zake za vidole. Muttafaqun alayhi. Lakini kadhalika wa an ibn Buhaina, na kutoka kwa Abu Buhaina radiyallahu anhu, Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kana idha salla wa sajada faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi, kwa mtume atakapo swali na akasujudu ilikuwa hutenganisha, faraja ay farraqa, hutenganisha baina ya mikono yake. So maana kwamba bila kusali yeka mikono hivi kama wanafanya baadhi ya watu, yani kana kama piga chabo, sala sujudi hivi anapeka mikono hivi, kwa mtume anatenganisha hivi, anatenganisha hivi, hiyo ndio asli, mpaka inadhihiri ule weupe wa sehemu zake za kwapani, bila sikatenganisha hivi mpaka weupe wa huku unadhihiri. Muttafaqun alayhi. Kwa hiyo kuna maelezo kwenye hilo, lakini yaonesha tu katika vinapopatikana faida katika hadithi, mtu kutokubananisha viungo vyake, bil khususi mikono, wakati wa nini? Wakati wa kusujudu. Muttafaqun alayhi. Wa anil Bara ibn Azib radiyallahu anhu, na kutoka kwa sahaba al-Bara ibn Azib, Allah amridhie, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sajadta, utakaposujudu, fadha kaffaika warfa mirfaqaika, utakaposujudu basi eka chini viganja vyako, viganja viwe chini ya ardhi. Lakini warfa mirfaqaika, na nyanyua mirfaqi zako mbili, si sehemu hizi zisiwe unaita visukusuku, visiwe chini hivi kama mtu akakusujudu kaswali hivi,
Unaweza kujiuliza alala yule kwa sababu mkao pia ukikao unakaa kivivu vivu. Kwa hiyo sio sawa. Rawahu Muslimun. يدل حديث البراء على أن الواجب على المصلي أن يضع كفيه على الأرض ويدل أيضا على استجاب رفع الذراعين عن الأرض. hivyo hadithi inaonyesha hivyo kwamba yale ambayo kaeleza katika hadithi yanajulisha yale yale juu ya ule wajibu kwa mwenye kuswali kwamba anatakiwa yanyue mirfaqi zake mbili na aike chini viganja vyake. wal mar'atu tadummu nafsaha fi ruku'in wa sujudin wa ghayrihima fala tatajafa. Mwanamke atatenganisha baina ya viungo vile atini atajibana. Mwanamke atajibana yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwenye kurukuu na kusujudu na visivyokuwa viwili hivyo baina ya kusujudu na kurukuu. Fala tatajafa, yeye asijitanue vile na kusali hivi, sijitanue. kadhalika wa tusdilu rijlaiha fi janibi yaminiha fi julusiha lianna dhalika astaru laha. Naye hasata atainyosha ile miguu yake kwenye upande wake wa kulia, kwenye kukaa kwake, kwa sababu hiyo la msiri zaidi yeye. Ani maelezo ya Sheikh al-Bassam rahimahullah. Wa an Wa'il ibn Hujr, tumetoa maelezo ili kuonesha tofauti baina ya mwanamke na mwanaume. Kutoka Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu, Allah mridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kana idha raka'a faraja baina asabi'ihi, alikuwa mtume atakaporukuu hutenganisha baina ya vidole vyake. Wa idha sajada dhamma asabi'ahu, na alikuwa atakapo sujudu hubananisha na kuviambatanisha vidole vyake. Rawahu al-Hakim. Kwa hiyo inatakiwa iwe na hali hiyo. Na kaelezea kaifia Ibn Uthaymeen kwenye hili, Allah amrehemu, kwamba kwenye kurukuu kutenganisha vidole, lakini kwenye usawa na upande wa magoti yako pale. Lakini kwenye kusujudu basi unavibana vidole vyako hali ya kuwa umevielekeza upande wa kibla, mfumo kama huu. Rawahu al-Hakim. Na kadhalika kuna yaliyoelezewa kwenye hadithi, lakini al-Imam al-Albani pia kisahihisha kwenye Sahihu al-Jami'. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, amesema Aisha, Allah amridhie, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama nakumepokelewa kwa Aisha kwamba yeye amesema, nilimuona mtume sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian, anaswali hali ya kuwa kaka kikao cha tarabbu unaita ukaaji mraba. Unaona kumekuja tarabbu mraba, ukawa mfumo wa kama 4 au wanaita kuna mraba, si mstatili, si nini ule mfumo. Kwa maana sio kwamba eti ya Kiswahili anajiweka kansa kweta au anajiweka Jupiter au anakaa mfumo huu ambao tunakaa wengi. Huu mfumo wengi sana, huu mfumo haukosei, mfumo huu ule kule kukaa. Kwa maana vile ukikaa tuna misujudu vile kunapatikana umbile la atarabu, kama kukaa mraba au kukaa nambari 4 vile, ndio ambalo linakusudiwa katika hadithi ya rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibn Khuzaimah, na amesahihisha al-Imam Ibn Khuzaimah na al-Imam al-Albani naye kisahihisha. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah ibn Abbas na Allah amridhie, anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu baina sajdatayn, alikuwa akisema baina ya sijida mbili, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, ewe Allah nisamehe mimi na unirehemu na uniongoze na uniafu, unipe afya na uniruzuku. Lakini pia katika mambo yamepokelewa mtume alikuwa akiomba kwamba atoshelezwe na halali yasiende haramu.
ikfini bihalalika anil haram, nitosheleze mimi kutokana na haramu kwa kile unachonipa cha halali. Sasa hapa kuruzukiwa, hii hadithi nyingine imekuja kubagua kuruzukiwa nini. Kuruzukiwa halali, sio kwamba uruzukiwe tu kusanyiwe wewe upewe tu. Haramun ala rawahu al-arba'a illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Daud wa sahahahu al-Hakim. Lakini kadhalika vile vile wa an Malik ibn al-Huwairith, na kutoka kwa Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu, Allah amridhie, annahu kwamba yeye ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, alimuona mtume sallam yusalli, aliyakuwa akiswali. Alimuona mtume hali ya kuwa mtume anaswali. Fa idha kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, atakapokuwa yupo katika witri kwenye swala yake, mtume alikuwa moja kwa moja haondoki wala kunyanyuka moja kwa moja mpaka atakapokuwa sawa hali ya kuwa kakaa chini. Kwa maana alikuwa mtume akishamaliza ile witri ile, alikuwa haondoki pale alipokuwa na swali mpaka atakapostawi, kwa maana atulie hali ya kuwa kakaa chini, hata yastawiya qa'idan, alikuwa haondoki moja kwa moja. Hadha ma yusamma bi jalsati al-istiraha, wa qad ikhtalafa al-ulama rahimahumullah fi hukmiha. Hichi kitako hichi kiwa kinaitwa jalsatu al-istiraha, ndio kile kitako cha kupumzika ukastarehe kidogo. Hata kile cha khatibu chaitwa hivyo hivyo, kile pia chaitwa hivyo, na wametofautiana wanachuoni kwenye kunako kuhusu hukumu yake. Hani maelezo ya Sheikh Fauzani. Hata Sheikh Hamid al-Faqi ana maelezo mfano wa haya. Hata Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah au rahimahumullah jami'an wa hafidha al-Fawzana ana maelezo mfano wa haya. Wa an Anas ibn Malik, hadithi ni rawahu al-Bukhari rahimahullah. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Anas ibn Malik Allah amridhie, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku'i, alikunuti mwezi mzima baada ya kurukuu. Kwa maana alikuwa akitoka kwenye rukuu, alikuwa anaposimama kwenye kile kisimamo cha i'tidal, alikuwa akirukuu mwezi mzima. Yad'u ala ahya'in min al-arabi, alikuwa akiombea makabila ya baadhi ya makabila ya Kiarabu, kiombea makabila yanayoshikamana na Waarabu wale ambao ni katika washirikina wa Kiarabu na wengineo ambao walikuwa wakifanya baadhi ya mambo yaliyokuwa sio sawa kwa kufuru. Na haya maelezo ya kusema ahya'i min al-arabi, Sheikh Fauzani kaelezea na katoa maelezo haya kwamba al-muradu bil hayy qaumun min qaba'il al-arabi, ni watu katika makabila ya Kiarabu. Thumma tarakahu, kisha akaacha hiyo kunuti, kisha akaacha mtume hiyo kunuti. Muttafaqun alayhi, ili jambo limethibiti kuhusu kuombea. Lakini hapa imekuja daa ala, kwa maana ilikuwa hawaombii khairi, hivyo kwa akiombea shari, alikuwa akiombea shari, sio khairi. Kama ingelikuwa ni khairi ingelikuja kana yad'u li ahya'in min al-arabi, kwa sababu daa ikitaadda na lam ina maana ya nini? Khairi. Lakini ikitaadda na ala ina maana ya shari, na ikitaadda na ba ina maana ya kuagiza kitu. Daa bi kadha, kama aliagizia kitu yaletewe. Muttafaqun alayhi. Wa li Ahmad والدارقطني نحوه من وجه آخر. na ana alimamu Ahmad kadhalika na alimamu Daraqutni mfano wake kwa wajhu mwingine. Wazada, na amezidisha, wa amma fi subhi, ama kwenye nini, kwenye swala ya asubuhi, falam yazal yaqnutu hatta faraqa ad-dunya, hakuacha kuwa na kunuti mpaka aka nini,
akafariki, akaachana na dunia, akafa. Na hadithi hii ni dhaifu, na pamoja na udhaifu wake lakini wazee wanayo hivi hivi